Kwa hiyo lazima tukae na ushirikiano ambao uko madhubuti, na kwa sababu mpango umeandaliwa ambao unashirikisha halmashauri na mwekezaji, nitamke wazi kwamba sasa mpango huu wa kilimo biashara wa mazao ya alizeti, ufuta, mbaazi, dengu na mahindi, kwa niaba ya Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya na uzindua rasmi. Ongeza makofi mengi sana, makofi mengi sana, piga makofi mengi sana kwa ajili ya uzinduzi huo. Asante sana Mheshimiwa mgeni rasmi. Kwa majina yangu naitwa Nyihita Wilfred Nyihita, ni mkurugenzi wa Nyihita Sunflower na Nyihita Agro Consultants ambayo inapatikana kata Kisumwa, kijiji cha Nyachabakenye, wilaya ya Rorya. Nyihita Agro Consultants tunajihusisha kikubwa kwenye masuala ya ushauri upande wa kilimo, lakini Nyihita Sunflower tunajihusisha na uchakataji wa mafuta ya kula ya alizeti. Kwa hiyo leo tarehe 17 mwezi wa 5 2025 tumekuja na mpango mwingine mkubwa wa uzinduzi wa kilimo biashara ndani ya wilaya ya Rorya. Kwa nini kilimo biashara? Tumegundua kwamba wilaya ya Rorya haikuwa na mazao ya kibiashara, lakini Nyihita Sunflower kwa kushirikiana na halmashauri ya wilaya ya Rorya tumeketi pamoja, tumefanya upembuzi yakinifu na kuja na mazao 6 ya kimkakati kwa ajili ya kuwasaidia wana Rorya kujikomboa kwenye changamoto ya kiuchumi. Na mazao hayo, zao la kwanza kabisa ni alizeti. Lakini alizeti hii tunayozungumzia leo ni alizeti ambayo sasa kwenye changamoto ya kuliwa na ndege, sasa hii ni ya mwarobaini. Alizeti hii inalimwa sana kule India, Mexico pamoja na Urusi, na kule imefanya vizuri zaidi. Lakini sasa Tanzania tumeanza mkakati mzima wa kuanza kusambaza hii mbegu na kuilima, na tunaona ndugu zetu wa kule Babati wanafanya vizuri, na mimi sasa nimeileta ndani ya wilaya ya Rorya. Hii haishambuliwi na ndege kabisa. Lakini alizeti hii tumeifanyia uchunguzi zaidi, tumebaini ni alizeti moja ambayo ina mafuta mengi. Kwa hiyo ni tofauti na alizeti zile ambazo tulikuwa tukizilima huko nyuma. Kwa wale wakulima ambao wamejitokeza sasa kwa ajili ya kwenda na kilimo cha alizeti, sasa hii mbegu ya Sunflower au kwa lugha nyingine ya kitaalamu inaitwa Catams ni mbegu sasa ambayo inaenda kuleta mapinduzi makubwa hasa kwa wajasiriamali na wakulima wa wilaya ya Rorya. Lakini pia tumekuja na zao lingine la kimkakati, zao la mbaazi, tumekuja na dengu, tumekuja na mahindi, tumekuja na ufuta. Haya mazao yote tumeyafanyia upembuzi yakinifu na tumegundua ndani ya wilaya ya Rorya yatafanya vizuri na soko lake ni la uhakika. Naitwa Boniface Chambi, ni katibu tawala wa wilaya ya Rorya. Kama tulivyoeleza hapa kwamba kuna mpango wa kilimo biashara, halmashauri kwa kushirikiana na mwekezaji Nyihita wamekubaliana katika kufanya utafiti kwanza wa mazao ambayo yanastahimili hali ya kwetu Rorya, ambapo halmashauri itatoa wataalamu na mwekezaji atatoa usaidizi wa pesa kwa wakulima, mbegu, na kwa sababu yana matrekta, wakulima ambao wataingia kwenye mpango huu watalimiwa kwa bei kidogo ya chini, lakini kutakuwa pia na makubaliano. Kwa majina naitwa Felix Johannes Mangera. Mimi kama kijana hii fursa nimepokea vizuri kwa sababu ni fursa yenye tija kwa vijana. Vijana tumekuwa tukilalamika kwamba ajira haipo, ajira ni chache, lakini fursa kama hizi zinapopatikana ndani ya jamii, ndani ya halmashauri zetu, ndani ya wilaya zetu, inabidi tuchangamke. Mimi nipende kushukuru mwekezaji Nyihita Alfred aliyeamua na kuonyesha uthubutu ndani ya wilaya ya Rorya na kuanzisha kiwanda hiki cha flour cooking oil na kutoa elimu kwa wakulima. Vijana tuunde vikundi
tuweze kuungana na tuweze kuchangamkia hii fursa, tuweze kujikita kwenye kilimo kwa sababu kilimo ni ajira. Naitwa Mary Thomas, pia ni mwenyekiti wa kina mama kata ya Korio hii. Nimefurahi na kilimo hiki kwa sababu mimi nilikianzisha, lakini ndege walikuwa wakitusumbua sana. Lakini kwa sasa nimeona kwamba ni bora niandae shamba ili nitakapopata, kama vile mzee alivyosema kwamba tutapata mbegu mwezi wa 9 tuweze kuandaa hili zao. Mimi nafurahia sana kwa sababu hili zao ni zao ambalo sio zao gumu sana. Mimi ni mkulima ambao ni hodari, hata hapa Utegi wananifahamu sana. Lakini hili zao nimefurahia na nitaenda kuandaa mashamba ili niweze kupata mwezi wa 9 mbegu, niweze kuanzisha wanawake wenzangu ili tuweze kulima kilimo hiki. Mimi naitwa Yusufu Akida Karani, mzaliwa wa Utegi. Ni kweli kwa niaba ya wananchi wa Rorya au wa Korio, hili jambo tumelipokea vizuri sana, tena kwa furaha kweli kweli, kwa sababu ni maendeleo kwa vijana wetu. Kwa sababu gani? Sisi toka zamani tulikuwa hatuna mazao ya biashara, tulikuwa tuna mazao ya chakula tu. Ukiangalia sisi wenzetu wa Tarime wana mazao ya biashara ambayo ni ndizi, wanalima, wanauza, wanapata mali, na ni kweli wako mbali kimaendeleo. Sisi tumekatalia mazao yetu ya chakula tu, na kama tutapata mazao ya biashara tumefurahi sana, tena sana sana. Naitwa Mr. Tulo Sigfred Sembe, kwa maana kwamba kwa upimaji wa udongo utamsaidia mkulima kuwa na uhakika alime zao gani. Uchaguzi wa mazao kati hayo matatu au manne, alime alizeti, alime ufuta, alime mahindi au alime dengu. Kwa majina naitwa Fadhili Steven Mairi, ni afisa kilimo. Kitu ambacho hasa ni changamoto walikuwa na sana sana ni masuala ya wengi zamani walikuwa wanajikita kwenye masuala ya ufugaji pamoja na uvuvi. Lakini na kitu kingine, namna ya mbegu hasa kuwafikia au zile pembejeo. Lakini kwa kutokana na hiyo changamoto, sasa hivi NYEHITA imekuwa ni urahisishaji wa kuweza kuwafikia hizo mbegu au pembejeo kuwafikia wakulima. Kwa hiyo kipindi cha nyuma kulikuwa na changamoto namna ya kuwafikia wakulima au zile mbegu au zile pembejeo. Mheshimiwa mgeni rasmi, una mpango wa pamoja wa kuendeleza kilimo. Mpango huu ni wa kiwilaya unaolenga kuvifikia vijiji vyote ndani ya wilaya ili kuhamasisha na kutoa elimu juu ya kilimo biashara na wananchi kutoa elimu juu ya mazao sahihi ya kibiashara kwa kila kanda ya kiekolojia. Mpango huu unalenga pia kuwafikia wanafunzi katika shule zetu ili kuwajengea uwezo na kuwapa maarifa juu ya kilimo kwa lengo la kuzionyesha fursa mbalimbali zinazopatikana katika kilimo, hivyo kuandaa vijana wetu kuzitumia fursa hizo hata watakapokuwa nje ya mfumo rasmi wa ajira pale watakapomaliza masomo yao. Mheshimiwa mgeni rasmi, mpango huu pia wa pamoja wa joint program ambapo gharama zote za kufanikisha zimebebwa na NYEHITA Sunflower Cooking Oil, na halmashauri imetoa wataalamu kwa ajili ya kuhamasisha na kutoa elimu kwa wadau wa kilimo. Sasa unaweza ukatoa na ukathibitisha zinaanzia 15 na kuendelea hizo mbegu. Hapa hii miba ndio inayolinda ndege asisogee wala mnyama yoyote asisogee. Kwa hiyo hii ndio mwarobaini tuliowaletea wana Rorya. Kilio cha ndege sasa hivi hakipo tena. Unaona mbegu zimo. Na kupula kwake sio kazi ngumu. Ukishakata hili ukaliweka unaweza ukapisha trekta. Kwa hiyo hili moja naweza ikabebe hesabu hizo uone ni ngapi. 23. Tumesema kama haijaweka vizuri hako nako kaona kanaanzia kubeba mbegu 15 hadi 20.
lakini hapa tumethibitisha tumepata mbegu 25 na ambazo zimeiva kabisa. Kwa hiyo hapa tuna mwarobaini. Ukichukua hivi visuke kwenye moja vinaweza vikawa mpaka 32. Alizeti oye! Mwarobaini imefika haijafika? Mwarobaini imefika haijafika? Kwa hiyo ndugu zangu, kwa ujumla Nyihita Sunflower imekuja kutibu changamoto ya ndege ndani ya wilaya ya Rorya. Na hii alizeti wala haihitaji mvua nyingi, inahitaji mvua kidogo. Ukilima kwenye eneo la chemchemu haiwezi kukua. Maeneo yetu mengi sasa hivi yameathirika na changamoto ya ukame. Kwa hiyo hii pia ni mwarobaini inayoendana na mabadiliko ya hali ya hewa. Lakini wakati tunatafuta hiyo mwarobaini kwa kushirikiana na halmashauri, tukasema haitoshi tu kwenda na alizeti, kwa sababu kuna maeneo mengine ambayo alizeti haiwezi kustawi kutokana na aina ya udongo uliopo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kiupekee kabisa kwanza mtumie nafasi hii kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu sasa ndani ya wilaya ya Rorya tunavyo vipimo ambavyo vinaweza kutusaidia kutambua aina ya udongo unaofaa kwa ajili ya kilimo cha mazao tulionayo Rorya. Wataalamu nyewe sasa hivi mnajua tunapima udongo, tunatambua udongo huu unafaa kwa lipi au kwa zao lipi. Kwa hiyo nimpongeze sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa aliweza kuifanya. Lakini sambamba na hilo, Nyihita Sunflower kwa kufikiria kwa undani zaidi wakasema si wote watakaolima alizeti. Kwa kushirikiana na halmashauri kama jinsi ambavyo taarifa imejieleza, tumeketi tukaja sasa na mazao 6 ambayo tutaenda nayo. Na leo tunafanya uzinduzi wa kilimo biashara ndani ya wilaya ya Rorya.